Biblia inasema siku ya Sabato ilipokwisha, Mariamu Magdaleni walikwenda. Bwana asifiwe. Vile tunavyojua kwamba Yesu aliteswa akakufa ni kwa ajili ya mioyo zetu. Na kifo cha Yesu hakikuwa rahisi. Kuna mahali aliposema ya kwamba kama ni mapenzi yako Bwana, kikombe hiki nikifanye nini? Kiniondokee. Lakini haikuweza, maana ilikuwa ni kwamba hapa ni kwa ajili yangu na hapa ni kwa ajili yako. Kwa hivyo Yesu alikuwa ni lazima hape. Yesu alikuwa ni lazima hape. Bwana asifiwe. Na kufa kwa Yesu, huwa nasema ya kwamba kufa kwa Yesu, tukielewa kwa nini Yesu amekufa, huwezi tamani dhambi. Huwezi tamani kurudi hapo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu alikufa ni kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa tukaweze kukombolewa. Lakini vile sisi tulivyo wadhaifu, tunajipata tunarudi. Yaani unasahau kwamba kuna mmoja aliyelipia. Kuna damu iliyomwagika ni kwa ajili yangu, alafu wewe unarudi. Ambia mwenzako leo unafufuka na Kristo. Mwambie kwa sauti, manake unafufuka leo. Biblia inasema tazama palikuwa tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu mbinguni wakaja kulithibitisha lile jiwe wakalikalia. Bwana asifiwe. Malaika waliposhuka walikuja kwa kaburi. Walishuka kwa sababu ilikuwa ni siku ya 3 ya kufufuka kwa Yesu, na wakavigirdisha lile jiwe. Kuna jiwe zingine zinaweza kukalia maisha yako na ukabaki tu wewe, yaani umembadilika tu. Lakini wakati Yesu alikuwa anafufuliwa, malaika walishuka wakakuja wakavigirdisha lile jiwe. Na hiyo wakati malaika alipovigirdisha lile jiwe akalikalia, hakutaka lirudi pale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha tunaopita ndani, ni sawa Yesu amekufa ni kwa ajili ya maisha yetu. Malaika anapotaka kukusaidia na kulikalia lile jiwe, tamani kusaidika na Bwana. Bwana asifiwe. Malaika akalikalia lile jiwe na Yesu akatoka na ushindi. Leo kuna mtu anatoka na ushindi wake leo. Ni kwa sababu kuna mmoja aliyekufa na akafufuka ni kwa ajili yake. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasema na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwongopa wale darudia na kwa kumwongopa wale walinzi wakatetemeka, kwa kuwa wakawa kama wafu. Malaika akawajibu akawaambia wale wanawake msiogope ninyi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo waliingiwa na tetemeko la hofu, wakawa kama wafu kwa sababu waliona malaika. Bwana asifiwe. Na malaika akawatokea akawaambia kwamba msiogope. Malaika anashuka anamwambia msiogope, kwa sababu wao waliingiwa na mshtuko. Hawakutarajia kama kuna kitu kinaweza fanyika, kwa sababu walijua kwamba Yesu bado yako pale kaburini, lakini hawakuwa wanaamini kwamba hiyo siku ya 3 anafufuka. Walitaka kuja kuhakikisha ni kweli Yesu amefufuka. Sasa wakati walihisi tetemeko, walistuka. Bwana asifiwe. Na malaika akawaambia msiwe na hofu. Biblia inasema malaika wa Bwana waliposhuka, tetemeko la nchi, kulikuwa mtetemeko. Bwana asifiwe. Na wakawa ni kama wafu kwa sababu ya ule mshtuko. Mpendwa, nataka kukuambia kwamba malaika anashuka na nataka kukuambia usiogope. Anakuambia usiogope. Bwana asifiwe.
Wewe ni mshindi kwa sababu Yesu amekwisha fufuka. Wewe ni mshindi kwa sababu Yesu ametoka na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si mtu wa kuogopa, manake Yesu amekwisha kufa na akafufuka ni kwa ajili ya maisha yako. Na mimi nataka kukuambia kwamba unaposimama kwa ujasiri wa Kristo, Biblia inasema usiogope. Usiogope. Shikilia imani. Simama tu. Na kumwambia Bwana, natamani kusimama. Natamani kusimama. Bwana asifiwe. Natamani kusimama kule nafasi ulionitia. Jamani, wokovu si rahisi. Hata Yesu alijua si rahisi kufa. Haleluya. Alijua si rahisi kukufa. Alikuwa anapiga mahesabu. Yaani mwambie utakufa ni kwa ajili ya mioyo. Yaani unakufa ni kwa ajili ya moyo. Ilifika mahali akasema, Baba, kama ni mapenzi yako, yaani kikombe hiki, yaani ingekuwa ni mapenzi ya Yesu, yaani Yesu yaani singekufa. Lakini mapenzi yako, kama ni mapenzi yako Mungu, yatendeke. Lakini alihisi kama ile kikombe anasikia kukiepa. Bwana asifiwe. Amen. Vile watu hapa wanaepanga wengine. Sinafikanga wao watu wanakuepa. Si ni kweli? Yaani unaona hapana fulani amenisumbua, hapana, huyu mpaka nimwepe huyu. Maana yake amekuwa kama kikwazo. Bwana asifiwe. Yesu alijaribu kuvumilia hivyo sana. Na yeye Yesu si mwanadamu, wewe unaweza hepa. Lakini Yesu angehepa ili akaweze kukukomboa. Hangeweza kuhepa. Akafika mahali akamwambia Bwana, kama ni mapenzi yako, kikombe hiki kifanye nini? Kimuondokee. Lakini haingewezekana. Bwana asifiwe. Amen. Mtu anaweza akakusumbua, ukahisi hapana, huyu mtu nitamwepa. Mtu wa kawaida. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa anakufa ni kwa ajili ya mioyo zetu, angeweza kuepa ni kwa ajili ya kukufa, ni kwa ajili ya dhambi zako. Angeweza kuepa. Manake hakuna dhambi nyingine, hakuna damu nyingine iliyotukomboa kama na damu ya Yesu. Hakuna. Na hakuna vile Yesu angehepa kukukomboa. Manake aliona wewe utakuwa katika dhambi. Na akamwambia Bwana, kama ni mapenzi yako, akasarenda yakatendeke. Pigia Yesu makofi mazuri. Kukufa msalabani iligharimu maisha ya mtu ambaye ni Yesu Kristo. Iligharimu akajitoa. Na mimi nataka kukuambia mchana wa leo, unapofufuka na Kristo, jinsi vile alivyojitoa, jinsi alipotembea kwa uaminifu, ikafikia mpaka akasema na kikombe hiki, ikafikia wakati wa kukufa. Tamani kutembea na Kristo. Tembea kufufuka na Kristo na kutembea naye. Bwana asifiwe. Usikubali vile alivyofufuka na wewe ukaweze kurudi nyuma. Tamani kutembea na Kristo. Tamani ukatembee naye. Lisha kwa kutakuwa na changamoto, lisha kwa kutakuwa na milima na mabonde, lakini tembea na Kristo. Ni kwa sababu hakuna vile Yesu angeepa kufa ni kwa ajili yako. Alikubali kufa. Alikubali kufa. Bwana asifiwe. Akasema kama Bwana ni mapenzi yako. Na mimi mara nyingi wanasema mtu akiokoka, amen. Ukiokoka maanisha. Unajua kumaanisha? Yaani unamaanisha ni nini unakifanya kwa Bwana. Kama umeokoka unamaanisha. Kwa sababu ilimgharimu Yesu. Ilimgharimu wakati unapo backslide, wakati unaporudi nyuma. Yani sijui unamregesha Yesu msalabani, si ndio? Yaani kuna kitu ambapo hakitakuwa sawa kwako. Maana Yesu alikufa, akaweza kufufuka ni kwa ajili ya maisha yako. Na wakati huo ni wakati wako wa kusimama, wa kumwambia Bwana, najua ulikufa ukateswa na ukafufuka ni kwa ajili yangu. Na siku ya leo ni siku ambao Yesu asubuhi na mapambazuko aliweza kutoka katika kaburi, na sasa tunashuhudia kwamba amefufuka katika wafu. Haleluya. Hayupo tena kaburini. Yesu amekwisha fufuka. Hayupo tena kaburini, amekwisha fufuka. Na tunasherehekea ushindi wa Kristo ambaye amekwisha fufuka katika wafu, na amepaa kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo ameenda kutuandalia makao sisi. Haleluya. Kwa hivyo tunaenda kuandaliwa makao.
Ni kwa sababu alivumilia hicho kikombe. Ni kwa sababu angekubali kutoka kama haja kukomboa wewe. Pigia Yesu makofi mazuri.